Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Right bana, tupo na mama ambaye kwa inavyosemekana kwamba aliweza kumnyang'anya mtoto wake. Na sio inavyosemekana, yeye mwenyewe pia tumeweza kufanya naye mazungumzo, amekubali kwamba kweli na si kumnyang'anya bali yeye mama ndo alikuwa mtu wa kwanza kuwa na mahusiano na kijana hapa. Tumeweza kuzungumza naye mambo mengi ya kutosha, lakini tukasema ngoja tuzungumze na kijana tumsikie naye atasemaje. Mambo ni mengi. Kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho video hii hapa. Usahau kabisa kuweza kusubscribe na kuturn on notification. Mambo yatakuwa poa kabisa. Kaka, mambo vipi? Safi kabisa. Mama hapa bwana amekuwa razi kuzungumza kila kitu pasipo kuogopa, na amekupa ruhusa kwamba zungumza ukweli wa kila ambacho kipo katika uhalisia wake. Nataka kusikiliza kutoka kwako ama kusikia mambo mengi kutoka kwako. Kabla tujenda mbali, unaitwa nani? Mimi naitwa Isa. Naitwa Isa. Wewe ni mwenyeji wapi? Mimi ni mwenyeji wa hapa mitai, sio mbali sana na hapa. Wakati naulizia wakasema kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Mpemba. Hii Mpemba imekuaje? Hii Mpemba kwa sababu mimi ni wa huko. Ndio maana nikaitwa hivyo. Ni mtu wa Pemba? Yeah. Mzanzibari. Ni Mzanzibari. Okay. Ilikuwaje mpaka unakutana mama? Ni katika hali ya changamoto za maisha. Unajua si vijana tunakuwa na changamoto nyingi sana za maisha. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa Mbagara katika hali ya kukaa na kuwaza ili na lile, na mama hapa tukaonana, akanifuata, nikamuelezea shida zangu kwa sababu hakupenda ile hali nilokuwa nayo. Nikamuelezea shida zangu. Kuna baadhi ya vitu kidogo ambavyo akaanza kunitatulia. Baadhi ya shida zangu ambazo akaanza kuniwekea sawa. Kwa hiyo mlikutana na mahusiano akaanzia hapo. Lakini sio kwa sababu nilienda kwa sababu ya starehe, hapana. Ni kwa sababu nilienda kupunguza stress. Sio mtu wa baba. Sio mtu wa baba, ila tu siku ile ilinibidi nifanye hivyo kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana muziki. Kwa hiyo na kule sawa. Nataka kufahamu stress zako zilitokana nini? Stress zangu zilitokana na masuala mazima ya maisha. Kwa sababu najua sisi vijana unaweza unahangaika lakini upati. Unaona? Hilo ndio swala zima la maisha kiufupi. Hicho ndio chanzo cha stress. Ukaingia kunywa? Hapana, mimi si mlevi, ila niliingia tu kwa sababu unajua mule ukishaingia kuna zile kelele za walevi, ukafanya hivi kidogo unaweza kupata furaha fulani. Kwa mama ndo akakupata hapo ama wewe ndo ukampata mama hapo? Yaani kifupi tulipatana hapo. Okay. Mazungumzo yenu mwanzoni ilikuwaje? Mazungumzo yetu mwanzoni ni kwamba alinifuata, akanisalimia, tukasalimiana, akakaa pale kwenye kiti. Sawa. Akaniuliza mbona upo hivyo, najisikiaje, mbona haupo vizuri? Nikamwambia na shida mimi kijana na matatizo haya na haya. Kwa ndo maana nipo sehemu kama hii nimetulia kwa sababu nilikuwa nimejitenga kidogo. Okay. Sawa. Mama alianza kukuambia nakupenda ama wewe ndo ulianza? Hapana, ilitokea tu baada ya kujikuta kwa ni mtu ambaye shida zangu ananitatulia, na shida zangu ni kifupi ni mtu ambaye ana uwezo wa kuhandle baadhi ya shida zangu. Anatatua matatizo yangu kwa sababu nilikuwa sina pa kukaa, akanipangia chumba, akaninunulia kila kitu cha ndani, akaniwekea kila kitu ni kifupi hivyo inaenda. Ukaona kitonga ukaamua kung'ang'ania hapo hapo? Issue sio kitonga, issue ni Mwenyezi Mungu alijibu maombi yako baada ya kuhangaika kwa muda mrefu, pesa huna, unaenda kupunguza stress ndio unakuja kupata msaada. Tuseme ni hivyo. Hivyo ndio ilivyokuwa. Wewe ndio njia yako mafanikio. Naamini ndio njia yangu mafanikio kwa sababu sisi vijana kazi kubwa sisi vijana ni kutafuta mafanikio. Sasa utakapopata mafanikio hamna tena cha kukitafuta. Kuna kazi hapo? Napiga na kazi hapo. Singi kiuno. Hapo kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakitafuta kwa muda mrefu nimekipata na nimetulia. Sasa haina haja tena kwanza kwenda huku kuhangaika. Wewe ni kijana. Hukofia. Huyu ni mama. Kwamba itakuwaje? Hujui kapita na wangapi mpaka nakukuta wewe. Na je ni tabia yake ama iko vipi? Hukufia hilo jambo? Siku za mwanzo ilikuwa hivyo, lakini baadaye kila tulivyoenda niligundua hilo swala kwa upande wake hana. Si kwamba mtu kuruka nje. Hapana, kwa sababu kwa maelezo ambayo niliyapata, kwa sababu unajua sisi hatuwezi kwenda, kwa maelezo ambayo niliyapata mtaani pale anapoishi ni tangia alivyoachana na mumewe hakupata tena mtu mwingine wa aina yoyote. Sawa tangia alivyoachana na mumewe kupata mtu mwingine aina yoyote mpaka tulipokuja kukutana mimi na yeye.
Inasemekana kwamba wewe ulikuwa na mahusiano na mtoto wake. Sasa hilo nalo limekuaje ndugu yangu mpaka kufika hatua hii? Nani alianza? Hebu tuambie ukweli, mama ama mtoto? Alianza ni mama. Alianza ni mama, ila kutokana na harakati za maisha kipindi cha kati hapa tulikuja tukapotezana. Chanzo cha kupotezana ilikuwa nini? Chanzo cha kupotezana, niliingia kwenye masuala mazima ya udereva. Nikawa naendesha magari makubwa yale. Unajua ukishakuwa dereva wa yale magari unakuta miezi miwili, miezi mitatu haupo. Kazi nyumbani haifanyiki. Kazi nyumbani zikaziendi, nikawa sipo kiufupi. Na nikarudi huku nikakuta huyu mwenzangu naye alisafiri, sasa sijui alichukia au vipi, nikamkuta naye alisafiri. Pale pale kwa jana. Pale pale. Nikamkuta nikafika alikuwa kasafiri. Kwa hiyo sikuonana naye, nikajitahidi kuulizia, nikamwambia bwana huyu mtu hayupo kwa muda huu kasafiri na hatujajua na udilini. Nikajaribu kumpigia akapatikani. Kwa hiyo nikaona sio mbaya, basi takalokuwa naliwe. Ni kifupi nilisubiri, nilikaa kwa muda mrefu, najua mimi ni mwanaume rijali. Siwezi nikakaa hivi bila kuwa na mwanamke. Ndipo katika harakati zangu nikapatana na mwanawe. Sasa siku ambapo namwambia mwanae anipeleke, kwa sababu kunda pale sasa mimi nikanisha give up tayari. Sasa siku ambapo nilimwambia siku ambapo nilikutana na mwanawe nikamwambia anipeleke kwao, nikafika nikakutana naye tena. Tukaamua tukae chini, tuazungumze, tukamaliza. Ulipokutana na mwanae pamoja na mama, ilikuwa ni wewe ni lengo la kwenda kutambulishwa? Ilikuwa ni mimi lengo la kwenda kutambulishwa. Mtoto vipi, alikuwa anakuhudumia? Maana kama ulikuwa ni mtu ambaye unapenda mseleleko, mtoto alikuwa anafanya hivyo? Mtoto alikuwa afanya hivyo kwa sababu tofautisha kati ya mtoto na mama ni vitu viwili tofauti. Lakini labda namuomba mama anakuletea wewe? Hapana, mtoto kiupi mtoto sana nilikuwa nikimhangaikia mimi, kwa sababu ule mtoto mimi ndio alikuwa ipo chini yangu na ni mdogo kwa upande wangu mimi. Sawa. Kwa hiyo mkakaa pembeni mkamaliza. Tukakaa pembeni tukamaliza, na ndio maana yeye mwenyewe hasira zake baada ya kuona kwamba mimi kazi yangu nilikuwa ni ile kazi ya masuala ya kuendesha malori, sipo hapa kwa muda wa miezi miwili mitatu. Hasira zake akaniachisha kule kazi, ndio akanikopea hiyo bajaji kama alivyokuambia. Kwa maana kwamba nisiende tena mbali, niwe karibu. Sawa. Kuna namna ambayo nazungumzwa kwamba ndugu yangu labda umetegewa dawa. Kuna uchawi mama kafanya hapa. Unajisikiaje kwanza? Unahisi kwamba ni sahihi kabisa? Hapana, kwa sababu kwa upendo wangu mimi siamini, kwa sababu laiti kama mama angekuwa kama mama ingekuwa ni mtu ambaye wakutega dawa, basi mimi nasema pesa yake peke yake ingetosha kuwa dawa kwa matatizo yako. Namaanisha kwamba vipi wanasema kwa mimi nimetegewa dawa, ila mimi nasema kama mama angekuwa na tabia hizo, sawa, basi ile pesa yake peke yake ingetosha kwa dawa, kwa sababu kama ni kutegwa singetegwa mimi peke yangu. Kuna vijana wengi angetumia pesa yake vipi, lakini yeye alitumia upendo wake na mapenzi yake mwenyewe, akanipenda, tukapendana mpaka leo tupo pamoja. Sawa. Ulikata tamaa, uka give up kwamba bwana bibi mkubwa nishampoteza. Ukampata mpenzi mwingine ambaye hukujua kama ni mtoto wake. Nadhani mpaka mnafika hatua ya kuweza kutambulishana mlifika mbali. Maana kwamba hisia zilikuwa ni kali, kwa kila mmoja alikuwa anamuelewa mwenzake, anampenda mwenzake kwa dhati. Haikukuchukua ugumu kuweza kumsahau. Maana umeweza kuzungumza kama dakika 0 tu tayari mkamaliza wewe na mama, mkajenga, mkamaliza, mambo yameenda hivi na hivi, mambo yakawa kama mwanzoni. Unahisi kwamba hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida kumsahau mpenzi wako kwa haraka kama hivyo ambavyo nazungumza? Kwa upande wangu ilikuwa ni swala la kawaida sana. Haikuwa na ugumu wote. Sio kumpenda? Hapana, nilimpenda, lakini nakuja kwamba kuna yule mtu ambaye ni chanzo cha mimi kufika pale. Kwa sababu yule ambaye nilikuwa naye, yule ambaye wa mwanzo ndio ilikuwa chanzo cha mimi kumpata yule na kuweza kumhudumia yule na kumhendo vitu vyote ambavyo yeye alikuwa anavitaka kwa wakati akawa anavipata. Chanzo ni huyu. Kwa hiyo haina, nikaona kwa nini, kwa sababu nikaona hata mimi mwenyewe baadaye nafsi yangu itakuja kunisuta. Kwa maana nimwache huyu niende kwa huyu. Kumbuka si wanaume ndio wenye maamuzi, na mimi ndio hao ndio maamuzi yangu, kwa sababu mwanaume atakaposema namtaka huyu, namtaka huyu, namtaka huyu, namtaka huyu, kwa hiyo mimi ndio maamuzi yangu. Nikaona bora nirudi kwa mtu wangu yule wa zamani, kwa sababu naye kasharudi, hasira zake pengine zishapungua, tukaongea tukayamaliza. Ulishawahi kuweza kutembea na mtoto wake kimahusiano, kutembea, najua ushanielewa? Hapana. Hapana, kwa sababu sikuwa na nia ya kumchezea, na ndio maana nilitaka moja kwa moja niende naye kwao. Kwa una lengo la kumchezea?
Ya, sikuwa na lengo la kumchezea. Ndio maana nikaona moja kwa moja bora niende zangu. Vipi ingetokea kama ndo ungelala naye tayari? Pia singekuwa na shaka yote. Ya, kama kawaida. Ya. Mama, mbona umeguna? Kawaida. Kama kuna kitu tunataka kuzungumza. Maana kuna nataka kuzungumza lakini kama nakubania hivi. Hamna. Hata kama ningekuwa mimi. Naweza nikawa na mtu niko naye kwenye mahusiano. Alafu baadaye akaja akapotea. Si ndio? Nikaja nikapata mtu mwingine. Lakini naweza nikawa na yule mtu mwingine kama reserve tu. Unaona niko naye ndio nampenda lakini unajua upendo unazidi unazidiana. Kwa hiyo naweza nikawa naye baadaye sasa labda nitakapokuja kumuona mtu wangu nikasema da. Hivi huyu alipoteleaga wapi huyu? Na nilikuwa nampenda asipali najikuta nakumbuka vitu vingi vya nyuma yani. Vitu vingi na vikumbuka vya nyuma. Kwa hiyo inakuwa rahisi tu kutoka kwa huyu kwenda kwa yule. Na ndicho alichokifanya huyu. Si sawa. Unafanya kazi zote za ndani? Kazi zote za ndani nafanya. Unapika, una deki, unaosha vyombo, unafua, unatandika kitanda? Ya, nafanya kazi zote hizo. Hakuna shida. Sio utumwa. Ni utumwa kwa sababu gani? Kwa sababu kuna leo na kesho. Leo kesho huyu atakuwa mgonjwa. Nani atakuja kumsaidia? Na kama unavyoona ndugu zake ndio kama hivyo shamtenga. Ndugu zake, familia yake, kisa mahusiano yangu mimi na yeye. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sioni kama kuna tabu. Wewe nyumbani unasemaje? Maana kama ulikuwa tayari kutambulishwa na mpenzi wako kama kwamba hata nyumbani pia alikuwa anafahamu nini ambacho kinaendelea. Mabadiliko wao umeyachukuliaje? Kama hujawapa taarifa yote. Nyumbani wanaelewa kila kitu. Kuhusu mahusiano wewe na mama? Wanaelewa kila kitu. Wamebariki mahusiano yenu? Kwa upande fulani wanapinga lakini kwa upande fulani wamebariki. Nani anayepinga, mama au baba? Sana. Ni baadhi ya ndugu tu. Ya, ni baadhi ya ndugu ndio ambao wanapinga lakini kwa upande wengine wote wamenyoosha. Ya. Nalala kitanda kimoja. Kitanda kimoja. Kula sahani moja. Sahani moja. Naoga pamoja. Yaani mimi nao ni mwili mmoja. Kwa anachofanya yeye ndio ninachofanya mimi. Nikifa mimi, yeye ndio atakayenyosha, akifa yeye mimi ndio nitakayemuosha. Ya. Jamaa tumeweza kumsikia hapa. Ametuhakikishia mambo mazito sana. Kwa hiyo hii la kufanyishwa kazi zote za nyumbani, marafiki wanazungumziaje? Najua na marafiki ama hujawahi kuwakaribisha kwa kipindi cha mahusiano yenu? Marafiki ili swala sio kama wanalizungumzia kwa ubaya kwa sababu issue sio kufanyishwa tu kazi za ndani. Issue ni kwamba anafanya kazi za ndani na sio kama anafanyishwa, anafanya mwenyewe kwa sababu mimi ni mwanaume, ni maamuzi yangu. Bwana leo sifanyi. Afikiri atapinga huko kufanya. Bwana leo sipiki. Ushakugoma? Anashai kugoma, inatokea siku naamka sipo kwenye mood. Mama tuambie ashakugoma ukimtuma? Maana umesema kwamba huyu apindui chochote kiwa namtuma. Hebu tuambie ukweli mamangu, ashai kugoma ama ndo anajimwamba fai kama mwanaume hapa tunazungumza? Hajawahi kugoma. Ya, unajua ipo siku, unajua na kuna siku natokea mtu upo kwenye mood. Sasa mama anasema hujawahi kugoma. Anaishi sio kugoma kwamba sitaki, hapana, unaambia bwana leo sipo sawa. Lakini tunafanya hata kama uko sawa. Inategemea. Uwezo ukawa mtu. Mimi narudi kwako. Hata kama yuko sawa afanye. Labda akiwa anaumwa. Akiwa anaumwa sawa. Lakini kama haumwi anafanya kazi zake kama kawaida. Lakini kugoma huwezi ukagoma. Kugoma swala la kugoma hilo hapana. Kugoma ni kwamba niamke kugoma bila sababu hapana. Na siku nikiwa na matatizo ndo kama hivyo namwambia bwana leo sipo sawa. Yeah. Ni nguvu gani ambayo unahisi kwamba unayo ya kumdhibiti mwanamke mama hapa? Nguvu sijakufahamu hapo bado yani. Yaani unahisi kwamba wewe ni mwanaume? Yeah. Mimi ni mwanaume ndio. Kipi ambacho kinaweza kukufanya sasa ukasimama kama mwanaume ndani licha kufanyishwa kazi zote za ndani? Ni ile hali pekee yake ya kuitwa mwanaume. Ya, ni ile alikuitwa mwanaume, ni ile alipekea yake kuitwa mwanaume kwa sababu najua mwanaume ndio kichwa cha familia. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo huyu yeye pekee yake ananisikiliza. Ikitokea shughuli nikimwambia usiende aendi. Hapana, hebu mama tuambie ukweli hapa. Namsikiliza. Mama mbona unasema kila kitu ukiamua wewe ndio huyu anakubali? Lakini na yeye pia ni binadamu ujue. Maana wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kwa sababu kuna muda hata kama anakataa, lakini nikimwangalia tunamuonea huruma. Yaani unajua huruma ya kibinadamu inakujia. Basi na ujanja hana. Hawezi hapa apindui. Akikwambia usiende kwenye shughuli fulani uwezi ukaenda. Hebu sema kweli mama. Ndio kama nilivyokuwa nimekwambia.
Kama mwenyewe nimeamua naenda. Bila kipingamizi chochote. Kipingamizi chochote. Na yeye atabaki hapa nyumbani. Atafanya kazi za nyumbani. Fanya kazi za nyumbani. Kama mwanamke. Kama mwanaume. Sasa si zile kazi za kike ndio unasema atafanya kazi kama mwanamke? Kazi za kike. Kazi za kike hakuna. Kumpigisha deki mwanaume Peke yake. Labda kunyonyesha peke yake na kuzaa ndo kazi za kike. Sasa kunyonyesha si ndio mnatuwekea gari ya makopo ya watoto mnaweka maziwa mule je mnaenda kwenye shughuli zenu? Hapana. Kama unamwonea hivi ujue. Yaani hata anapoongea ndugu yangu naona kabisa anaongea kwa wasiwasi. Wewe mwenyewe nakuona kama unatamani. Unatamani kama ungekuwa wewe eti? Hapana, wewe ni kijana mwenzangu. Yaani inafika tu kama namuona sasa ni anataka kuongea vitu. Hivi unaweza kumruhusu siku tukae naye pembeni peke yetu tuzungumze naye? Ongea naye. Yaani tukae peke yetu yani wewe usiwepo. Sawa. Nimekuruhusu wewe. Unaweza kaongea naye. Alafu uone kama ataongea tofauti na anachokiongea hapa. Hawezi kuongea tofauti. Unasema unajiamini sana. Sana, mwanamke anatakiwa ujiamini. Yaani mwanamke anapoamua kufanya jambo lako kwanza ujiamini. Usikate tamaa. Kukata tamaa ni mwanzo wa kushindwa jambo lako. Kwa hiyo inabidi ujiamini ufanye kile ambacho wewe unaona hapa niko sawa. Mama anakupa vitu gani? Mambo fulani yale. Kifupi Mzungumziaje? Yupo vizuri. Kwa upande wangu japokuwa hayo mengine ni siri, lakini yupo vizuri. Nikitaka muda wote. Hata sasa hivi hapa nikiwa tayari sielewi, tunasimamisha kipindi tunaenda kwanza ndani alafu kwamba tunaweza tukastop kipindi kwanza. Yaani tukaambieni hebu subirieni kwanza wamalize yao alafu baadaye mkirudi tunarudi tunaendelea na kipindi kama kawaida. Mama unahisi kitu gani cha special ambacho anampatia? Mapenzi tu. Mapenzi tu, hakuna kingine. Mapenzi yangu ndio yanayomfanya hata yeye pia awe pamoja na mimi. Kumpenda kwa dhati. Kumpenda kwa dhati na baadhi ya vitu vingine ambavyo namfanyia. Kwa sababu sio rahisi unajua mwanamke kumnunulia mwanaume bajaji na kumkabidhi. Wapo lakini ni wachache. Nimetoa. Umeona pia huo ni moyo. Unaona? Sasa kwani usimsaidie tu kama kijana wako kwamba bwana kijana fanya mambo yako, fanya maisha yako. Mtoto wangu huyu hapa kama umempenda kuwa naye, muenjoy, mfurahi. Yaani mimi kama nilivyokuambia, nilishaanza kuwa na mahusiano naye kabla ya mtoto wangu. Yaani kwamba ni kitu ambacho hakiwezi kubadilika. Kitu ambacho hakiwezi kubadilika. Nilishaanza kuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo yani niseme yani ndio maana imekuwa rahisi. Ndio maana imekuwa rahisi hata yeye kurudi kwangu. Na ndio maana hata yeye tulivyotaka arudi kwangu hakupinga yani. Kwa sababu tulishawahi kuwa na mahusiano. Kwa hiyo kama tulishawahi kuwa na mahusiano, yeye kitendo cha kurudi kwangu ni dakika 0 tu. Naoma sana ndugu yangu. Huko mtaani ukipita watoto nini watamani wengine bajaji si unajua unakutana na watoto wengi sana. Hapana, nitatamani vipi wakati kila ambacho wanacho wao na mimi ndani nakipata. Mpe sifa mama yetu hapa ambaye naweza nikasema ni mpenzi wako. Patia sifa, mwagie sifa, muonekano wake kila kitu nini. Yaani tunavyosema watoto 2000. Yaani tuseme hii ni mtoto 3000. Yaani ni mtoto 3000, sio 2000 3000. Yaani huyu ni mtoto 3000. Achomoi. Shaona? Sio 2000. Huyu ni mtoto 3000. Wa 3000, yaani vitu ambavyo navipata kwa maana ni vitu vya 3000 sio 2000 tena. Yaani napata vitu vizuri, vitu vitamu. Ambavyo mimi mwenyewe vinanifanya mahitaji yangu yote yanakidhi kwa wakati sahihi. Sio watoto 2000 hao. Sio watoto 2000. Huyu ni mtoto 3000. Huyu ni mtoto 3000. Hana mambo mengi. Hana mbambamba. Ametulia. Hataki papara. Umuiti mama. Baby wangu. Ananiita baby mama. Baby mama. Enjoy mapenzi. Kabisa. Shida nini? Dunia ya kwenu. Sasa dunia kama kijiji. Tupoe nini tena hapa kilichobakia ni kufanya ibada basi. Sisi wengine tukaishi wapi jamani? Nenda bush jamani gani nikapata bahati kama iko na wewe utachagua kama utaenda kitambaa cheusi au chekundu vyovyote. Mnazingatia nini kuweza kuboresha mahusiano yenu kila siku? Kianzia kwako kwa kumalizia. Kitu tunachozingatia cha kwanza ni kuaminiana.
baina sisi wote wawili tunaaminiana. Ndio maana mimi simu yangu inapoita anapokea yeye na simu yake inapoita mimi naipokea. Hakuna anayechepuka. Hakuna anayechepuka kwa mwenzake. Kingine mama ambacho unazingatia? Ni hivyo tu kama nilivyokuwa nimekuambia. Ukiwa unampenda, lazima utamlinda. Namlinda kweli. Hivyo yani. Kwa hiyo yeye yuko hapa kwangu mimi namlinda. Na yeye mwenyewe kadhalika anajitambua kwamba niko na mtu wa aina gani. Kwa hiyo vile vile na yeye ananilinda. Mwanangu unajijenga kwako labda maana inaweza katokea siku yote saa yote bwana mama hakutaki. Tukatafutana tena ukarudi kule ulikoenda kutolea stress. Hapana, kwa hilo swala sidhani kama linaweza likatokea. Hapo umefika hapa. Hapa mimi nimefika. Uhangaike na chochote. Nihangaike na yani stress za nini? Hapa Kigoma mwisho wa reli. Yaani hapa hatoki. Yaani sijui nikwambieje. Sijui nisemeje ili wanielewe. Nasa kwenye ulimbo bana. Ndege kafika kwenye tundu lake. Atoke aende wapi? Unaambia ukifika umefika, utoke uende wapi? Hapa amefika huyu. Basi mimi nashukuru sana kwa muda wenu. Lakini naona kuna vijana wataweza kushambulia sana. Pengine labda una inspire kwa ubaya zaidi, yani kwamba unahamasisha kitu ambacho si kizuri katika jamii. Liweke wazi hili, liweke sawa. Ujue sisi tunavotofautiana inategemea na baadhi ya watu unavokuwa nao. Ingekuwa kama mama huyu au mpenzi wangu hataki mafanikio yangu, angekuwa ni mtu wa kunifungia ndani tu. Sawa Lakini ni mtu ambaye anani-inspire zaidi katika masuala mazima ya mafanikio. Na ndio maana hakutaka kuniacha hivi hivi kwa sababu anajua angeniacha hivi hivi pengine yangetokea mengine huko mtaani. Na ndio maana akanipa kile ambacho mimi nakihitaji. Sawa Ndio maana nilikuwa na aliniunganisha masuala makazi za maroli mwanzo, ndio ikatokea kutokea tukapotezana. Baada ya kurudi akanambia hapana, kazi hizo hazikufai kwa sababu unakuwa upo karibu. Nikopea bajaji hiyo kama alivyokuambia mwenyewe ipo. Sawa Sema tu sasa hivi nimeipumzisha. Ipo. Sawa Kwa ingekuwa ni kama ni mtu ambaye anitakii mema, yengeonekana zamani. Sawa Na ndio maana ukuta hata baadhi ya watu wanasema lakini mwisho siku ile la kusema linakwisha. Kwa sababu ni tofauti na baadhi ya watu wengine. Unakuta watu wengine wanachukua vijana kama hivyo na walea, wapi kitu na kuta kijana akiondoka pale ana lolote, lakini mimi kachukua bajaji na jina limeana hiyo bajaji atimiliki ni jina langu mimi. Hiyo bajaji. Isa. Hiyo bajaji jina ni atimiliki, yani jina langu mimi. Sawa Kwa maana tunavyoonyesha kwenye sigani tunaaminiana. Bwana maneno kutoka kwa Isa ameweza kuzungumza mengi ambayo yapo katika uhalisia wa yeye jinsi ambavyo anaona. Jukumu lako kuweza kutoa maoni yako hapo chini, angusha komenti zako. Unaipa asilimia ngapi kapo hii? Kwa namna moja ama nyingine. Japo umri kidogo mama amegoma kutaja. Una umri gani? Pia ni siri yangu. Sasa mama mwambie tu. Mwache. Hiyo tena iache. Hizo siri zetu sisi. Msitaki kujua. Lakini naweza nikakadiria. Sasa wewe ukadiria wewe mganga. Basi sawa. Hebu niwaachie mtihani huu pia na Kingport TV. Kwa kuangalia mama na umri gani na mtoto hapa kijana ana umri gani. Na je, ni sahihi kuwepo katika mahusiano wao? Wao na enjoy, lakini kumbuka kwamba mtoto yupo katika maumivu na bado tunaendelea kumtafuta kuweza kuzungumza naye kwa kina tuweze kujua hali yake pia iko vipi. Japo mama amesema kwamba atajua yeye mwenyewe, ila yeye anachoangalia ni mapenzi tu. Lipi lako la kuweza kuongeza? Angusha comment zako hapo chini, mambo yatakuwa poa kabisa. Mama, asante sana kwa muda wako. Ndugu yangu pia nadhani nitakuwa mwenyeji wenu, nitakuwa mgeni wenu niseme kwa kila wakati kuja kuangalia mambo yanaendaje kwa pande yenu. Sijui kama mtanikaribisha tena siku nyingine. Tutakukaribisha. Asante sana. Ili maana na wao pia ambao wanatufuatilia ili wajue zaidi. Wao wanataka kujua. Sisi tunakukaribisha. Maana ukijua wewe na wao pia watajua. Karibu sana. Next time kidogo mambo yetu yale. Tunaweza hapa sisi tushakuwa marafiki. Unaweza sasa kusema bwana karibu wewe njoo tu. Hamna tena kufanya, hamna kutoa kitu fulani. Njoo tu. Uje tu kufanya nini? Sasa
kuja kuzungumza kama hivi ili tuwaoneshe watu kwamba nini ambacho kinaendelea kwa pande wenu. Wao wanasema Wao wanasema, sisi tunafanya. Sasa ile karibu ile nataka sasa hiyo siku iwe karibu ambayo hata mimi mwenyewe hainiumizi. Ushaongea, ushakuwa free eti ndugu yangu. Yaani mimi sijamuelewa wewe. Kwa kile kidogo ambacho ulikitaka leo na tumekitoa, isiwe tena kwa siku nyingine. Unajua tena kumbali na nini. Sasa samehe kwa hiyo. Sawa, kwa sababu mimi sio shida zangu. Unajua una pesa bwana. Shida zangu. Yaani sio shida zangu kabisa. 50 ni kitu gani? Ndio nakwambia 50 ulionipa wewe leo. Sio shida zangu kabisa, wewe mwenyewe anajua. Mimi mwenyewe hapa nikisema saizi naenda sokoni kununua mahitaji ya ndani na beba laki au utanirudishia. Wewe umenipa hiyo, saizi sisi tunaenda kuchukua soda tunaweka zetu kwenye friji ndani. Tunakonga moyo baada ya kuongea sana. Basi mimi nashukuru sana mama kwa kunipa nafasi ya kuweza kulizungumzia hili. Si rahisi lakini nashukuru kwa maana kwamba mmeamua sasa kuzungumza na kufunguka ukweli wa kile ambacho kilichopo. Na pia nashukuru kwa sababu umeweza kunikaribisha kwa siku nyingine kwa urahisi zaidi. Basi mimi nitakuwepo hapa kuweza kujua nini ambacho kinaendelea. Sawa, hamna shida. Mimi nakukaribisha tena siku nyingine. Basi lolote lile hapo chini, mfuatiliaji wa KingPo TV, na hii ni KingPo TV, the best quality. Yes.